Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 5, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Athanasi, askofu na mwalimu wa kanisa. Athanasi alizaliwa mjini Alexandria nchini Misri mnamo mwaka 295. Alipata elimu bora kule Alexandria. Wakati huo Alexandria ulikuwa mji maarufu kwa elimu na biashara. Bado akiwa mdogo alikuwa mdadisi wa mambo akitafuta hekima. Hata hivyo alikuwa mwenye moyo wa ibada. Askofu wa mji huo alimleta kwake, akampa daraja la ushemasi na kumteua kuwa katibu wake na mshauri wake wa mambo ya teolojia. Askofu wake alikwenda naye kwenye mtaguso wa Nisea huko nchini Uturuki mnamo mwaka 325 kuupinga uzushi wa Arios. Askofu wa Alexandria alipokufa, Athanasi alichaguliwa kushika wadhifa huo akiwa na umri wa miaka 33. Akiwa askofu alipambana na wafuasi wa Ario kutetea umungu wa Yesu Kristo. Hata wazushi hawa waliendelea kumsumbua katika kipindi chote alichoongoza jimbo la Alexandria. Wazushi hawa walipata nguvu kubwa kutoka kwa viongozi wa serikali ambao wengi wao walikuwa wafuasi wa Arios. Aliongoza jimbo lake kwa muda wa miaka 46, ambapo kwa miaka 19 aliishi uhamishoni kutokana na kufukuzwa jimboni kwake na viongozi wa serikali. Pamoja na masaibu hayo yote yaliyompata, alibaki imara katika imani, akitetea kwa nguvu zake zote kwa mahubiri na maandishi umungu wa Yesu Kristo. Alifanikiwa kuwarudisha baadhi ya wazushi katika imani kwa kuwatendea kwa upendo na ukarimu na kwa tabia yake ya uchangamfu. Wapinzani wake walimshtaki kwa Kaisari Konstantino. Walimsingizia kuwa alikuwa amemuua mtu jina lake Arsenio na kwamba alikuwa ameukata mkono wa huyu mtu. Hata waliuonesha barazani mkono mkavu wa Arsenio wakisema, mkono huu ni mkono wa Arsenio. Lakini wachongezi hawa waliaibika sana, kwani Arsenio aliletwa saa ile ile ya hukumu akionesha mikono yake yote miwili kwa waamuzi. Wafuasi wa Ario walizua mashtaka mengine ili wamwangamize Athanasi. Kaisari Konstantino alisadiki uongo wao na Athanasi alipelekwa uhamishoni huko mjini Trier, Ujerumani. Baada ya miaka miwili, mzushi Ario alipokufa, Athanasi alirudi tena mjini Alexandria na watu walimshangilia sana. Askofu shujaa huyu alifukuzwa katika jimbo lake mara 5. Waasi wa imani walimsonga kwa sababu hakuacha kuyapinga mafundisho yao ya uongo. Mtakatifu Athanasi aliandika vitabu vingi, hasa ufafanuzi juu ya maandiko matakatifu. Yeye ni mmoja wa walimu 4 wa Giriki wa kanisa, wengine wakiwa Basili Mkuu, Gregori wa Nazianze na Yohane Chrysostom. Anakumbukwa sana kwa kutetea kanuni ya imani ya Nisea. Mtakatifu Athanasi aliaga dunia kule Alexandria mnamo mwaka 373 akiwa na umri wa miaka 78. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Athanasi, askofu na mwalimu wa kanisa. Haki haipo tu katika kutokufanya yaliyo maovu, kwa sababu kutokufanya mema ni uovu pia.
sheria inaweza kuvunjwa kwa namna zote mbili. Rejea ya Mtakatifu Atanasi. Watakatifu wengine tarehe 2 ya mwezi wa 5: Mtakatifu Blandina, watakatifu Vindemialis, askofu na mfiadini wa Algeria, Germanus na Celestina, wafiadini wa Misri. Mtakatifu Atanasi, askofu na mwalimu wa kanisa, utuombee.